Tutakachokiongea leo hapa ni machozi, jasho na damu. Hii ni plesi ya machozi ya wanasimba. Ilipofikia sasa inatosha. Mambo mengi yameongea msemaji mwenzangu, mwenyekiti wangu Dr. Mo, mwenyekiti wa mainfluencer kwa upande wa Simba na mwenyekiti vile vile wa mainfluencer wote kwa upande wa Tanzania Sports Influencer. Respect my brother. Kila kitu amefanya nini? Amekiongea, isipokuwa sisi tunakazia maarifa. Mpira ni science. Na katika science lazima ufate vitu vinne. Kwanza ujiulize swali. Ufanye observation. Ufanye data analysis. And then you're going to make a conclusion. Ndio unapata suluhisho ya nini? Suluhisho ya jambo. Wengi nadhani mnanifahamu. Kuna baadhi ya vyombo viliingia mpaka utata kwa ajili ya kunioji mimi na vikazuiliwa visinioji kwa sababu ya kupambana na Mangungu. Lakini kipindi kile nilikuwa sijaenda kisayansi. Watoto wa mjini wanasema tulifanya nini? Tulikurupuka. Hakuna mwana Simba yoyote ambaye kuingia kwenye joo au blanket lilokuwa limemfunika, blanket la ubaya ambao lilokuwa limemfunika Mangungu. Hakuna. Na hakuna mwana Simba yoyote ambaye hakuingia kwenye kiyoyozi, chumba chenye kiyoyozi cha kumpepea mwekezaji wetu. Na ndio maana mambo mengi yalikuwa kama amefanya nini? Yamefunikwa. Lakini ukiingia, ukitumia science, ukajiuliza swali, ukafanya observation, ukafata data analysis, ukapata data zako, basi utakuwa umelipata jibu lililokuwa sahihi. Kwa hiyo wengi sasa hivi tumetoka katika mlango huo wa kuamini kwamba Simba bila ya mwekezaji wetu, sio uwekezaji, bila ya mwekezaji tuliyekuwa naye sasa, Simba haiwezi kwenda. Na hili liliwamengenya sana ndugu zetu watu wa nini? Watu wa upande wa pili, watu wa Yanga, watani zetu. Kipindi cha Manji, watu wengi waliamini Manji akitoka Yanga imekufa. Lakini mwisho wa siku Manji yupo sasa hivi ndani ya Yanga. Kuna GSM, si ndio? Yanga inasonga wapi? Inasonga mbele. Sasa Simba tunatakiwa tuondokane na nini? Na hii notion au tunaita long nini? Perception ambayo tumefeed katika nini? Katika vichwa vyetu. Kwa hiyo ili kuiondoa hii, mambo yafuatayo unatakiwa tuyaangalie na tuyazingatie sana. Simba bila Mo inawezekana, tusidanganyane. Mpira sasa hivi ni biashara. Kila mtu anahitaji kuwekeza kwenye nini? Kwenye hivi vilabu, especially Simba na Yanga. Kwa sababu wanachokifuata pale nini? Ni fans, fan base. Fan base ya Simba ni kubwa. Simba leo ina mashabiki wasiopungua milioni 20. Na kama kadi za wanachama zingeruhusiwa ziendelee kukatwa kutokana na ushindani wa sasa hivi uliopo wa kimpira, sasa hivi tumefika hata milioni 1 tungekuwa tumefanya nini? Tumefika au 500 kosa kabisa. Lakini kwa sababu ya udhalimu ya watu wanaenda na slogan za mafrimanso, yani to rule the world of a few people. Hii ndio slogan inayotawala dunia sasa hivi. Ukitaka kuwatawala watu, hakikisha wako wachache. Ndio ikatupelekea mpaka Simba mpaka leo, kuanzia 2017 mpaka leo hii hakuna wanachama wapya. Tumebakia na wanachama wale wale. Influencer anaitwa influencer, haeleweki. Lakini kuna watu wana new vision, wana new mission. Wako pembeni mpaka leo hii hawatakiwi kupewa kadi. Utapataje wanachama waliokuwa bora? Unakuwa na wanachama ambao wanaingia kwenye mkutano mkuu, akili zao zinakuwa kwenye mambo mengine, sio katika kuijenga Simba. Mimi nawapa mfano mmoja. Kama huyu mtu angekuwa kweli yuko strong, anahitaji maendeleo ya Simba, Simba isingekuwepo hapa ilipofika. Yaani Simba isingekuwa hapa ilipofika. Yaani yeye kazi yake ni kulimbikiza madeni ili baadaye timu ishindwe kulipa. Sijui anataka aifanye nini, aichukue au aifanye nini. Kuongea vitu ambavyo havifai katika taasisi ya Simba. Kwa mfano, ni mara kadhaa zaidi ya mara 2 ameshaongea Simba amefanya nini? Ameinunua. Simba ni ya kwake. Huyu mwekezaji wetu. Mwekezaji huyu tunaona wachezaji ambao sifa ya timu kubwa ni kuzuia wachezaji waliokuwa bora kuelekea katika msimu uliofuata ili uongezee ufikie ile target unayoitaka.
Kuna msimu 22, 21, 22, 22, 23 Simba ilikuwa na kikosi bora ambacho kilikuwa na uwezo wa kukompiti na timu yoyote barani Afrika. Simba kina Mixon na Chama lakini mwisho wa siku kachukuliwa Chama, kachukuliwa Mixon, kauzwa. Mwekezaji huyo anataka kuwekeza na mission na vision yake, anakuambia I want to brand Simba in order to compete with 5 big club barani Afrika. Nacheka kwa dharau. Tunacheka kwa uchungu, sio tunacheka tu hivi hivi. Yaani mtu ametoa kabisa vision na mission yake ni kuipiga chapa Simba iweze kushindana na vilabu vikubwa 5 barani Afrika. Huyo mwekezaji anaongea yeye. Lakini katika slogan hiyo hiyo ile timu sasa anaoijenga ili aipige chapa, wachezaji wanaosababisha timu ipigwe chapa iweze kushindana na hivyo vilabu anachukua anawapa hao anaotaka kushindana nao. Anamchukua Mixon, anampeleka National Al kwa pesa mingi tu. Anamchukua Chama, anampeleka Berkane, anaenda kuzalilika kule. Alafu wao wanataka kushindana nao. Slogan iko wapi hapo? Mwekezaji huyo mwenyekiti ambaye alikuwa na upinzani naye mkubwa, ambaye alikuwa anapambana naye, Swedi Mkwabi. Mwenyekiti anakuja ana tweet kwamba kuna mtu tunasafiri naye kwenye mtumbwi, lakini anatoboa mtumbwi, maji yanaingia kwenye mtumbwi. Tafsiri yake huu mtumbwi utazama. Mkwabi anakuja anakaa pembeni, anafanya nini? Anajiuzuru. Leo ameona ubora wa Mkwabi uko wapi, kamchukua kamtia kwenye bodi yake. Tena kwa kumteua. Kuna nini hapa kwa huyu mwekezaji? Kwa hiyo mwekezaji wetu anaonekana wewe si muhindi bwana. Si kuna wahindi wenzio? Wewe si ushapoa 49% ya kwako, tafuta wahindi wenzio weka huku. Huku upande wa Simba usiguse, lakini yeye anatoka kwenye 49% anaingia kwenye 51, anachukua watu huku anawapeleka wapi? Yaani akikuona wewe una kilomolomo, yani kilopolopo. Unapinga kile anachokipanga yeye, anakuchukua anakuleta huko, anakulambisha asali. Ukishalamba asali lazima utatafuta nyuki walipo. Utawafana nyuki rafiki zako. Ingawa nyuki wana uwezo wa kukutoa wewe vinundu. Ndio anachokifanya mwekezaji wetu. Kwa hiyo system anaotumia ni divide and rule system. Ngoja niwakumbushe, nyinyi wengi hapa mmesoma, si mna degree, mna diploma za uandishi wa habari. History ndio sehemu yenu, si ndio Muingereza kuna system mbili of ruling. Kuna direct na indirect system. Si ndio? Direct ina maana mzungu mwenyewe anafika katika eneo, analitawala lile eneo kwa kutumia watu wake. Ndio tunapata seta koloni hapa Wazungu wenyewe kila each and everything. Ukija kwenye majeshi, ukija kwenye serikali, kila sehemu wanakaa wenyewe wazungu wanaendesha serikali yako. Lakini indirect system, indirect anatumia puppets, African puppets au African leader au African chiefs katika kufanya nini? Kutawala lile eneo on behalf of nini? Of them. Kipindi hicho Muingereza anaweza akaja, anakuja anapita katika field of work, mfano shambani, anakuta Waafrika wanalimalima pale. Akifika pale, Waafrika wakishaona wazungu wanakuja, wanalima kwa kutumia nguvu kubwa, wanamwaga jasho lao. Mzungu anamwambia pole, fanyeni kazi taratibu. Anawaambia wale Waafrika, alafu anatoka anaenda nyumbani kwa chifu. Akifika kwa chifu anamwambia chifu, wafanya kazi wako kule hawafanyi kazi, wanalegalega. Chifu anatoka mbio, anawafuata wafanyakazi wake. Nyinyi amlimi, amfanyi kazi, mnanigombanisha na nani? Na bosi wangu. Wewe sasa ndio vaa joho la wale wa Afrika pale. Mwenye shamba amekuja amekwambia fanya kazi polepole. Alafu anakuja kiongozi wako, chifu wako anakuambia nyinyi amfanyi kazi. Hivi hebu wewe vaa joho la yule mtu pale. Utamchukuliaje yule chifu wako? Utamwona mbaya, si ndio? Mzungu kakwambia lima polepole. Wewe unakuja unaambia watu walime kwa nguvu. Tafsiri yake chifu ni mbaya. Kwa nini wazungu Waingereza walikuwa wanatumia hii system? Ili kuwagombanisha Waafrika na viongozi wao. Ndio system wanaotumia nini? Mwekezaji wetu. Ndio maana leo anawatoa huku kwenye upande wa Simba, anawaleta huku kwake. Tafsiri yake anajua, kama wako 20 au wako 10, nikichukua 3 au 4, nikiwaleta huku, hao waliobakia lazima watawachukia hawa. Ni sawa sawa na baba mwenye familia ya watoto 5.
katika watoto 5 unateua mmoja au wawili unawasomesha shule za hizi senti za kulipia. Wale walobaki wanaenda nini? Shule za kata. Wewe unafikiria unajenga familia ya aina gani hapo? Lazima hao walioenda shule za kata watawachukia wenzao waliopata elimu bora. Ndicho anachokifanya nani? Mwekezaji wetu.